Dhibiti bidhaa za kuangamiza wadudu nchini imenasa bidhaa haramu za kuangamiza mbu zilizoingizwa nchini kinyume cha sheria katika bandari ya Makuipa mjini Mombasa. Afisa mkuu mtendaji wa bodi hiyo Frederick Mushiri amefichua kuwa shehena hiyo kutoka nchini Uchina ilikuwa imesajiliwa kwa uongo na dhamani yake kupunguzwa ili kukwepa ushuru. Aliongeza kuwa bidhaa hizo zinaweza kudhuru afya ya binadamu. Meneja Stanley Ng'ang'a ameonya kuwa uingizaji wa bidhaa hizo bila leseni ni kinyume cha sheria. This is a consignment of illegally imported products, and these products have been found elsewhere, mostly in Garissa, before by my compliance officers, and we have been looking for the main importer. Previously we found them within distributors in Garissa and other parts of the country, and we had to put system to try and nab the person who has been getting these products into this country. And I can tell you today we are very lucky. We have been able to get this consignment, and from the documentation they are not adding up. The documentation shows that this product was supposed to have gone to a different CFS, but we have been able to trace it in this CFS. Additionally, from the documentation as well, what has been declared is actually what is not what is here. And it was meant to disguise, and it was supposed to move out very fast, only that with the systems here, we were able to nab it before it moved out. If it was to move out, it would have been very difficult to track it because of these traceability matters. Because of our control enforcement measures, we've been able to reduce the entry of these products by over 90%. Dawa hizi ambazo hazijasajiliwa haziruhusiwi kuingizwa hapa nchini kwa sababu hizi dawa ni dawa za sumu, japo zinatumika katika hali ya kuzuia wadudu kule mashambani, pale nyumbani, lakini hizi dawa ni hatari, ni sumu. Kwa hivyo dawa yote ambayo ni kubalike kutumika hapa Kenya lazima iwe imesajiliwa kupitia kwa hii bodi ya Pest Control Products Board. Na ikishasajiliwa, mtu yote ambaye anataka kuingiza hiyo dawa hapa nchini sharti pia apate kibali ndio aweze kuruhusiwa ama kukubaliwa kuingiza hiyo dawa hapa nchini.